Ujambo na karibu. Hii ni sauti Carolina, mwanamke mwenye umri wa miaka 30 aitwaye AC Danbari alitangazwa kuwa amefariki baada ya kupata kifafa kikali. Familia yake ilifanya mazishi na kumzika siku iliyofuata, lakini dada yake aliyekuwa akiishi mbali alikuwa amechelewa kufika. Akiwa na huzuni kubwa na kufika baada ya ibada ya mazishi kumalizika, dada huyu aliomba kumuona Asia kwa mara ya mwisho. Hilo liliwafanya waombolezaji kufukua mwili uliokuwa tayari umezikwa na kufungua jeneza. Kwa mshangao mkubwa wa watu wote waliokuwepo, Asia aliketi ndani ya jeneza akaangalia huku na kutabasamu. Wachungaji na waombolezaji waliingiwa na hofu na kukimbia wakiamini wameona mzimu. Ufufuo huo wa kushangaza ulikuwa ni matokeo ya kuzikwa kabla ya wakati baada ya dakika kukosea na kudhani kuwa alikuwa amekufa. Kumbe alikuwa kwenye hali ya kupoteza fahamu kutokana na kifafa. Licha ya tukio hilo la kusikitisha, AC Danbari aliendelea kuishi kwa miaka mingi, miaka mingine 47 kabla ya kufariki dunia. Kweli hapo ndipo watu bado wakawa wanashangaa. Ni historia ama ni kisa ambacho ni cha kustaajabu sana. Huyu mwanamke ambaye anaitwa Asia Danbari ambaye alikuwa ametangazwa kuaga dunia ama kufariki na baadaye akazikwa. Lakini ikatokea kwamba kuna dada yake ambaye alikuwa mbali, kipindi ambacho alifika kuchelewa, aliomba kumuona dada yake kwa mara ya mwisho, ndipo wakakutana na Asia Danbari akiwa ameketi. Kumbe alikuwa amepoteza fahamu kutokana na kifafa kikali. Watu wakadhani ya kwamba alikuwa ameaga dunia, lakini AC Danbari alikuja kuishi miaka mingine 47 na ndipo akakuja kuaga dunia. Ni hayo tu ambayo nilikuwa nimekuandalia. Langu jina lasalia kuwa Maskini Msomi, na hiki ni kituo ambacho kinaitwa Maskini Msomi Tisho Mkatoliki TV, kituo ambacho kinakupatia taarifa kama hizi na zinginezo ili kupata kwa kina, kisha ya kwamba unasubscribe kwenye channel hii ili unapata story za kisiasa, elimu na miongoni mwa masuala mengine katika channel hii. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba unasubscribe kwenye channel hii. Nakutakia kila la heri.